Wapendwa taifa la Mungu, leo tunaanza adhimisho la pekee kabisa linalodumu kwa siku tatu, yaani adhimisho kuu la ukombozi wetu, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Kwa misa hii ya jioni tumeingia rasmi katika maadhimisho haya ya siku tatu kuu za Pasaka, na mama kanisa anaanza kwa kuadhimisha karamu ile ya mwisho ya Alhamisi Kuu, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo usiku uliotangulia kuteswa kwake alimtolea Mungu Baba mwili na damu yake takatifu chini ya maumbo ya mkate na divai, akiwapa mitume wake wale na kunywa, na kuamuru wao na waandamizi wao katika ukuhani watolee sadaka hiyo. Pia siku ya leo tunakumbuka kuwekwa kwa daraja takatifu la upadre na amri kuu ya mapendo. Somo la kwanza linatukumbusha Pasaka ya Wayahudi ambayo ilitangulia kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri. Iliadhimishwa kwa kuchinjwa mwana kondoo na kupakwa damu yake katika kizingiti cha juu cha milango yao ili kuepusha na mapigo yaliyotolewa kwa Waisraeli. Kwetu tukio hilo ni mfano wa kukombolewa kutoka utumwani wa dhambi na Shetani kwa damu ya Yesu Kristo mwenyewe aliye mwana kondoo wa kweli na wa Pasaka. Katika somo la pili, Mtume Paulo anasisitiza kuwa karamu hii inatukumbusha kifo cha Yesu Kristo, tena ni amana ya karamu ya kimasiha na ya ushirika. Kila tunapokula kwa mastahili karamu hiyo, tunashiriki na kutangaza kifo na ufufuko wake Kristo. Ndiyo kusema kwamba tunaliuisha agano jipya na la milele katika maisha yetu. Kristo alifanyika chakula cha uzima, kama Mtakatifu Efrem wa Shamu anatuambia kwamba kondoo wa kweli amejitoa mwenyewe ili kutulisha. Naye Papa Leo wa 13 anatuambia kwamba Ekaristi Takatifu ni roho ya kanisa. Kumbe bila Ekaristi Takatifu kanisa haliwezi kuwepo, kwa sababu Ekaristi Takatifu ni Kristo mwenyewe. Wapendwa, kanisa limeweka utaratibu wa kukesha na kuabudu Ekaristi Takatifu siku hii ya Alhamisi Kuu. Huu ni wasaa muhimu sana kukaa pamoja na Yesu Ekaristi, tukitafakari upendo wake kwetu sisi, upendo aliyoudhihirisha katika kujitoa kwake sadaka msalabani, na sasa yupo katika Ekaristi Takatifu. Tutumie vyema muda huo kumwabudu na kumshukuru kwa zawadi ya ukombozi, na tumuombe neema ya kuweza kuwa waaminifu katika maisha yetu ya kiimani. Katika jambo la pili linaloadhimishwa siku ya leo ni kuwekwa kwa daraja takatifu la upadre. Kristo kwa kusema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi, aliwapa mitume na waandamizi wake kuwa makuhani wa agano jipya na kuwapa uwezo wa kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Mapadri ambao ndio makuhani wa agano jipya wanatumia uwezo huo wanapoadhimisha sadaka ya misa takatifu. Padri anasimama katika nafsi ya Kristo, si kwa ajili ya sifa zake, bali ili kumleta Yesu kwa watu. Leo tunawaombea mapadre wetu ili wawe waaminifu kwa agano hili, wakijitoa kama Kristo alivyojitoa. Hivyo ni wajibu wetu sisi waumini kuwasaidia mapadri wetu, tuwapende na tuwaombee ili wawe na nguvu ya kutuhudumia vizuri. Jambo la tatu tunaloadhimisha siku ya leo ni kuwekwa kwa amri ya mapendo. Yesu anaosha wanafunzi wake miguu. Kule Israeli nyakati zile kulikuwa kuna mchanga
mchanga fulani hivi unakuwa laini, ambao ukikanyaga hivi mguu unaweza kadumkia hata mita 1 chini. Kwa hiyo zile familia ambazo walikuwa ni matajiri au wana uwezo mkubwa wa kiuchumi walikuwa wanaweka watumishi kwenye milango yao, ili kwamba kama mgeni anakuja kumtembelea nyumbani kwake, yule mtumishi anakuwa na kazi ya kumuosha yule mgeni lile vumbi au tope ambalo amelipata huko njiani wakati anatembea na kuja kwa yule mtu wake. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya watumishi au watumwa kuwaosha watu miguu, wageni wa mwenye nyumba, ili wanapoingia ndani basi wawe safi. Hivyo Kristo anatumia mfano huo kuwaosha wanafunzi wake miguu. Ndio maana Petro hapa anakataa, anasema kwamba wewe hutaniosha miguu, akijua kwamba kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya watumishi. Kwa hiyo anaona kwamba Yesu hastahili kumwosha miguu kwa sababu yeye ni mkubwa, ndio maana anakataa. Hivyo utumishi huo ni alama wa mapendo ya Kristo ambao unatimizwa kikamilifu msalabani. Kwa tendo hili la kuosha miguu wanafunzi wake, Yesu alituachia wosia wa kupendana. Pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Yesu anatoa mfano ulio rahisi lakini mgumu kuelewa. Yeye aliye Bwana na mwalimu, mfalme, Masia na mkombozi, Mungu kweli katika nafsi ya pili, anajishusha, anajinyekeza, na kwa upendo na utii mkubwa anaosha wanafunzi wake miguu. Kisha anawaambia, kama mimi niliye mwalimu wenu nimefanya hivi, ninyi nanyi fanyeni hivyo hivyo. Upendo huyapa thamani matendo. Kumbe tendo hili analolifanya Kristo lina thamani kubwa, kwani analitenda kwa upendo. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta anatuasa akisema, kwa kuwa si wote tunaoweza kufanya mambo makubwa, tutafute utakatifu kwa kufanya mambo madogo kwa upendo mkubwa. Upendo wenye kutumikia, kunyenyekea na kujisadaka kwa ajili ya wengine. Pia katika kuabudu Ekaristi Takatifu siku ya leo, tutumie muda huo kujitathmini na kutathmini upendo wetu kati yetu sisi na Mungu, upendo wetu na wenzetu, na pia turejeshe mahusiano ya upendo katika familia zetu, kuponya majeraha ya chuki kwa wote tuliokosana nao. Mkipendana ninyi kwa ninyi, watu watatambua kuwa mu wafuasi wangu.